Mtazamaji wa Good Morning Arise, karibu tena. Imekuwa ni tajamala, saada na sudi kuambatana nawe tena asubuhi ya leo ya Aprili 18 ambayo mimi na wewe tumekutana hapa kwa upendo kabisa na moyo mkunjufu, tukiwa tunapewa nguvu na madhabahu Inuka Uangaze iliyoko chini ya Apostle Boniface Bulldozer Mwamposa. Na ninakukumbusha tu kwa siku hii ya leo. Leo ni siku ya Ijumaa Kuu, siku ambayo tunaadhimisha mateso na kifo cha Mwokozi wa ulimwengu Bwana Yesu Kristo. Na imani hata wewe unaitambua siku hii ya leo, wengi wakiifahamu kama Black Friday, siku nyeusi, siku ambayo giza liliiteka dunia lakini mwanga ukapatikana baada ya ukombozi wa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi. Lakini kwa siku hii ya leo, mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Bulldozer Mwamposa amekuandalia jambo kubwa kweli kweli katika madhabahu Inuka Uangaze. Leo kesi yako inakwenda kuisha. Yesu anapokufa na kuondoka na dhambi zetu, na anakwenda kuondoka kiimani, na wewe uamini kwamba anakwenda kuondoka na kesi yako. Iwe ni kesi ya kibiashara, kesi ya kiuchumi, kesi ya kielimu, magonjwa, vita mbalimbali zinazokusibu kwenye maisha yako, basi siku ya leo katika majira ya kuanzia saa 7 za mchana mambo yanakwenda kutokea pale katika madhabahu Inuka Uangaze iliyopo Kawe jijini Dar es Salaam. Na mimi nakusii tu jiandae mapema, weka mambo yako sawa kuelekea katika kongamano hili kubwa la Ijumaa Kuu, ibada ya Ijumaa Kuu ambayo inatekelezwa pale katika madhabahu Inuka Uangaze kuanzia majira ya saa 7 na kuendelea, ambapo tunakwenda kufuta kesi zetu. Pale Yesu anapoondoka katika kuondoka na shida zetu na matatizo yetu, basi na kesi zetu zinakwenda kuisha. Kwa hiyo nakusii sana, ambatana nasi siku ya leo pale katika madhabahu ya Inuka Uangaze. Karibu sana katika Gumzo. Mimi ni Samson Kesi, kijana wa madhabahu, na siku ya leo tutakuwa na mambo mengi sana. Gumzo duniani huko ni Ijumaa Kuu. Chimbuko lake ni nini? Nini kilitokea? Ilikuwaje mpaka ikatokea siku hii ya Ijumaa Kuu? Mimi nikupitishe kwenye historia fupi ambayo nimekuandalia kwa siku ya leo ili uweze kujua siku hii ina unasaba kiasi gani na Pasaka, ina unasaba kiasi gani na siku ya ukombozi wa mwanadamu kutoka katika utumwa wa dhambi na kuingia katika neema nyingine kabisa ya kukombolewa. Mimi nikupitishe kidogo kwa ufupi, na kisha nitakuwekea, kuna video itawekwa hapo, utaangalia, nitakukumbusha na kukuhimiza wewe kubadilika, kwa sababu aliyoyapitia hayo ni mwana wa Mungu Yesu Kristo, ambaye alihakikisha mimi na wewe mtazamaji tunaweza kukombolewa. Ngoja nikupitishe kidogo kwenye ufafanuzi wa Ijumaa Kuu, siku ya Pasaka ya Kiyahudi na ya Kikristo. Sasa Ijumaa Kuu ni siku ambayo wafuasi wengi wa Kikristo wanaadhimisha kifo chake msalabani Yesu, ambacho kilitokea nje ya kuta za mji wa Jerusalem siku ya Ijumaa. Sasa kwa mujibu wa kitabu cha Mtume Yohana, kesho yake ilikuwa ni Sabato na pia Pasaka, yani Pasaka ya Kiyahudi. Nitafafanua hapo. Jambo la kwanza lilotokea kwa kawaida, Ijumaa Kuu ni sehemu ya Juma Kuu linaloanza kwa maadhimisho ya Yesu kuingia katika mji huo na kushangiliwa kama mfalme wa Wayahudi, yani Masiha au Kristo. Lakini adhimisho hilo lilifanyika mwanzoni mwa wiki, yani Jumapili ya Matawi. Ijumaa Kuu ni pia ni sehemu ya siku 3 kuu za Pasaka zinazoadhimisha mateso na kifo chake, kulala kaburini na hatimaye kufufuka kwa utukufu mkubwa. Sasa ufafanuzi, kabla ya Pasaka hii ya Kikristo ambayo huwa tunaadhimisha kila mwaka, kulikuwepo na Pasaka ya Kiyahudi ambayo ilikuwa ikiadhimishwa muda na majira kama haya. Kivipi? Kwa hiyo Pasaka hii ya Kikristo ni maadhimisho ya kuteswa na kufa kwa kufufuka kwa Mwokozi Yesu au Masia kwa Kiebrania, na hii ni tofauti na Pasaka ya Kiyahudi ambayo kati ya siku muhimu zaidi za dini za Uyahudi. Sasa sikukuu hii inakumbuka kutoka kwa Wanaisraeli kutoka utumwa waliokuwamo humo Misri, na Pasaka ya Kiyahudi imekuwa na athari kubwa juu ya sherehe za Pasaka ya Kikristo kuhusu tarehe, liturujia na desturi mbalimbali. Sasa jina la Pasaka limetokana na neno la Kiebrania Pascha, yaani lenye maana ya kupita juu, kukaa juu kama mlinzi. Katika kitabu cha Biblia cha Kutoka 12:23 imeandikwa ya kwamba Mungu atapita juu ya milango ya nyumba za Wanaisraeli huko Misri katika usiku kabla ya kutoka kwao na kuzuia maovu ambayo Wamisri waliathiriwa nayo. Sasa asili ya Pasaka katika kitabu cha Biblia Kutoka sura ya 12 kuna taarifa ya kutoka kwa Wayahudi katika Misri wakati wa Musa mnamo mwaka 1200 kabla ya Kristo. Sasa Musa alitumwa na Mungu kuwaondoa wana wa Israeli katika hali ya utumwa huko Misri na kuwaongoza kwenda nchi ya ahadi, yani Kanaani. Lakini mfalme wa Misri mwenye cheo cha Farao alikataa, hivyo Mungu alituma mapigo dhidi ya Misri ili Farao alazimishwe kukubali. Sasa pigo la mwisho tena ni kali mno, lilikuwa kifo cha kila aliyekuwa mzaliwa wa kwanza, yani mtoto wa kiume katika familia za Wamisri. Hapo Waisraeli waliambiwa kuchinja kondoo na kupaka damu milangoni kwa ajili ya malaika akipita kuua watoto wa kwanza asiguse watoto wa wana wa Israeli. Lakini baada ya pigo hili
Farao alikubali wana wa Israeli watoke. Sasa utaratibu wa kusherehekea Pasaka, sherehe ya Pasaka inaanza masaa ya jioni kabla ya siku yenyewe, kwa sababu katika kalenda ya Kiyahudi mwanzo wa siku ya usiku wa manane wala macheo, lakini wakati wa machweo jioni inatangulia. Sasa maandalizi ya sikukuu ni pamoja na kufanya usafi kabisa katika nyumba, hakuna kitu kilichochachuka kitakachobaki katika nyumba, kufuatana na Kutoka 12 mstari wa 20, yani kitu chochote chenye nafaka au unga wake ulioguswa na maji, hata punje yake kama vile mkate, keki na spaghetti, yani haitakiwi kutumika. Sasa tendo hili ni la kukumbuka jinsi wana wa Israeli walivyopaswa kukimbia Misri haraka bila muda wa kutengeneza mikate ya kawaida iliyochachuka. Sasa kwa hiyo wanawake wao walioka mikate isiyochachuka ambayo imekuwa chakula cha Pasaka hadi leo. Mikate hii huitwa madzi. Sasa familia za marafiki hukutana kwa chakula cha pekee wakizunguka meza seda, yani ikiwa na maana yake ni meza yenye utaratibu, yenye vyakula vya pekee. Sasa kati ya vyakula hivi ni majani machungu yaliyokumbusha uchungu wa utumwa, matunda ya kupondwa yenye rangi ya kahawia nyekundu yanayokumbusha udongo wa matofali wa Wanaisraeli waliopaswa kutengeneza maji ya chumvi ya kukumbuka machozi huko Misri, mayai kama ishara ya matumaini na vingine. Na utakuwa ni mtu ambaye unakumbuka ile ukiambiwa Easter Monday, ile Jumatatu ya Pasaka, huaga kuna ishara kwenye zile picha za Easter Monday. Kuna picha za mayai kupasuka, mayai ambayo yanaonyesha ndani kumekreki. Hii ni utaratibu ambao ulikuwepo tokea kale, yani ni utaratibu ambao uliadhimishwa tokea kale. Sasa vyote hivi huliwa katika utaratibu, yani senda, meza maalum yenye utaratibu. Haviliwi, ndio maana unaona wakati wa Pasaka watu wanakaa pamoja, wanasherekea wakiwa wameizunguka meza. Uwezo kukuta Pasaka mtu anakula chakula vyake, lakini unakuwa ni utaratibu ambao watu wanakusanyika pamoja, familia, ndugu na jamaa wakiwa na utaratibu wa kula pamoja. Hiyo ilikuwa tokea kale na inazidi kuadhimishwa hadi leo. Sasa vitabu vya Hadaga vinavyoshikwa na wote mezani huaga vina hasili ya kushirikiana, yani kiasili Pasaka ni mshirikiano, yani ni ujumuisho, ni kurudi pamoja, ni kuwa kundi moja, kunena lugha moja. Kama wana Israeli walipaswa wanene lugha moja kuondoka Misri kuelekea katika nchi walioahidiwa na Bwana ya Kanaani. Sasa hitimisho ni kwamba uhusiano huu uliopo kati ya Pasaka ya Kiyahudi na Pasaka hii ambayo tunaadhimisha sisi kama Wakristo ambao tumemtumainia Yesu kuwa Pasaka wetu, uliopo kati ya Pasaka hizi mbili, yani ile ya Kiyahudi na hii ya Kikristo, ni tarehe, yani zinashabiana katika majira ya kutokea kwake. Pili ni maana zake. Wakati Wayahudi walikuwa wanaadhimisha siku ya walipokombolewa kutoka utumwani, Wakristo wao tunaadhimisha siku ambayo tulikombolewa kwa Masia kufa msalabani na kubeba dhambi zetu. Sasa Mungu azidi kuwabariki, naamini umejifunza kupitia hii historia fupi ya Pasaka ya Kiyahudi pamoja na Pasaka ya Kikristo. Tofauti yake ni ndogo sana, lakini ni kubwa kiimani, kwa sababu sisi Wakristo tunaomwamini Mungu tuliamini kwamba baada ya kifo cha Masihi, na yeye alituambia baada ya kifo chake amebeba dhambi zetu na sisi tumekombolewa. Lakini ile ya Kiyahudi ilikuwa wanachinja mwanakondoo. Hapa mwanakondoo alienda kutumika ni Yesu Kristo. Mengi zaidi utayapata katika madhabahu ya Inuka Uangaze siku ya leo, maana kamili zaidi ya kiufunuo kulingana na mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Bulldozer Mwamposa ambaye anasimamia katika huduma ya Arise and Shine. Pale utapata kujua mengine mengi zaidi makubwa ya kiroho. Mimi nimekupa tu kwa uelewa na mahistoria mbalimbali ya vitabu na wanazuoni mbalimbali waliokuwa wameandika kuhusiana na Pasaka, lakini mengi ya kiroho mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Bulldozer Mwamposa atakufafanulia, atakupitisha kwenye kinaga ubaga cha yote hayo, na mwisho wa siku kutakuwa kuna ibada ya kuchana kesi. Kesi yako imeisha siku ya leo Ijumaa Kuu. Mungu anakwenda kutenda. Yesu amekufa kwa ajili ya dhambi zetu na anakwenda kufa kwa ajili ya kesi yako, na kesi yako inakwenda kuisha. Nikikusii tu Ijumaa ya leo ni Ijumaa ya kitofauti sana, lakini pia tukumbuke Jumapili utashiriki kula mwili na damu ya Kristo ambayo utakula kulingana na mafunuo kwa mujibu wa mtumishi wa Mungu Apostle Boniface Bulldozer Mwamposa. Sina la ziada. Nguvu ya madhabahu inafuata, lakini pia nikwambie tu Game Time ipo hapa. Rambegeze atakuja hapa kwa ajili ya kuhakikisha unapata yale mazuri yanayotoka katika masuala mazima ya michezo na burudani. Je, Simba atafurukuta Jumapili hii? Je, atasherehekea Pasaka au atatoa machozi? Mimi na wewe hatujui, lakini tunaamini kwamba baada ya upako mtumishi wa Mungu watakwenda kutenda tena mazuri zaidi. Sina la ziada. Kwa niaba ya cameraman wangu na director Collins Robert, mimi niseme asante na uwe na asubuhi njema isiyokuwa na bugdha. Hii ni black tu, haina maana ya kwamba kuna giza. Leo kuna utukufu katika madhabahu Inuka Uangaze. Uwe na wakati mwema. Where are you? What did you do?